silsila ya maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kipindi cha 15. Ufurahi moyo wangu Kiapo cha Aqaba, bai'atul Aqaba ya kwanza na ya pili. Utangulizi. Baada ya miaka mingi ya mateso, dhulma na kukataliwa Makka, nuru ya Uislamu ilianza kuingia Yathrib, baadaye ni Madina. Hapa ndipo historia ilipogeuka na sura mpya ikaanza. Bai'atul Aqaba ya kwanza, yani kiapo cha kwanza, mwaka wa 12 wa utume, mwaka wa 621. Katika msimu wa Haji, kundi la watu 12 kutoka Madina, watu 10 kutoka kabila la Khazraj na watu 2 kutoka kabila la Aus walikutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam karibu na Aqaba. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwasomea Qur'an na nyoyo zao zikafunguka kwa haki. Walimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, sisi tumeelewana na ujio wake. Tumeteseka sana kwa vita baina ya makabila yetu. Twaona hii ni haki. Wakatoa kiapo cha utii juu ya mambo yafuatayo. Maudhui ya kiapo: kumwabudu Allah peke yake na kutomshirikisha na kitu chochote, kutokuiba na kutozini, kutokuua watoto wao, kutozua uzushi. Hii Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo mema. Hiki ndicho kilichoitwa Bai'atul An-Nisa kwa sababu kilifanana na kiapo wanachotoa wanawake. Matokeo, baada ya kiapo hiki, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpeleka Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu huko Yathrib kuwa mwalimu wa kwanza wa Uislamu, kufundisha Qur'an na kueneza dini. Na hapo Uislamu ukaanza kusambaa kwa kasi. Bai'atul Aqaba ya pili, kiapo cha pili, mwaka wa 13 wa utume. Mwaka uliofuata watu takriban 73 na wanawake 2 kutoka Madina walikuja kwa siri kukutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam usiku wa manane katika bonde lile lile la Aqaba. Maudhui ya kiapo, yani ahadi ya kijeshi na ulinzi. Hiki kilikuwa kiapo muhimu zaidi, kikiwa na ahadi zilizopita maelekezo ya kiroho na kuingia katika ulinzi wa kimwili, kumuunga mkono Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumpigania kama vile wanavyolinda wao wenyewe na familia zao, kumpa Mtume sallallahu alaihi wasallam hifadhi Madina, yani Yathrib, na kumlinda dhidi ya maadui wa Makka, kutoa mali zao na nafsi zao kwa ajili ya Uislamu. Walikuja pamoja na mmoja wa viongozi wao mashuhuri, Al-Bara bin Murur, wakisema, ewe Mtume wa Allah, tunaapa kukulinda kama tunavyowalinda wake zetu na watoto wetu. Hii ilikuwa kiapo kikubwa chenye matokeo makubwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweka masharti kuwa, nilinde kama mnavyowalinda watu wenu. Nao wakasema, kwa Mungu, ikiwa tukitekeleza hili tutapata nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, janna. Wakasema, tumekubali. Matokeo ya kiapo cha Aqaba ilikuwa jambo la kihistoria lililofungua mlango wa hijra. Madina ikawa ngome ya kwanza ya dola ya Kiislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipata mahali salama pa kuendesha Uislamu. Kiapo hiki kilikuwa mwanzo wa kuundwa kwa umma. Tufuatilie kipindi kijacho kwa kujua mengi kuhusu maisha ya Mtume Muhammad, rehma na amani zimfike yeye. Na sisi tulobakia tumswalie habibi, صلى عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه.